katika message yetu ya siku ya leo ni continuation kidogo ya ule ujumbe ambao tulikuwa nao siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili tulifundishwa habari ambayo inaitwa the purity of heart, na tukaweza kufundishwa na Mungu habari ya safari ya wana wa Israeli wakati walitoka ndani ya Misri. Kuna jambo Mungu alifanya kati ya wana wa Israeli, nao ni jambo gani? Ni kuintroduce habari ambayo inaitwa the Ark of the Covenant. Kwa hivyo yeye Moses, badala ya kufanikiwa kutoa wana wa Israeli ndani ya Misri, kuna jukumu ambalo alipatiwa na Mungu ya kwenda katika mlimani. Aliitwa mlimani na akaonyeshwa vile atatengeneza sanduku la agano, na akaambiwa afuate kila kipimo ya hiyo sanduku la agano kama vile ameonyeshwa na Mungu. Akaambiwa asiongeze ama kutoa, na alipotekeleza hilo jambo, tunaona utukufu wa Mungu ukaweza kurejea. So ikawa ile system ambayo Mungu alijenga kupitia kwa Moses pale mlimani, ndiye sasa ilitumika kama the package of the presence of God, presence ya Mungu ambayo ilipelekana pamoja na wale wana wa Israeli wakielekea katika Canaan. Kwa hivyo ndio wafike katika ndani ya Canaan, kwa sababu ya majaribio ambayo ilikuwa katikati ya safari, lazima wageenda na presence ya Mungu, na hiyo presence ya Mungu ililetwa na sanduku la agano. Tuko pamoja? Na tukaona hiyo nyakati Mungu alikuwa anatembea na sanduku, akiwa ndani ya sanduku la agano physically, lakini kwa sahihi, so hiyo ilikuwa ni Old Testament ama the old covenant. Lakini sasa katika nyakati, katika agano la sahihi tunaona Yesu alikufa msalabani, na alipokufa msalabani akatuondolea dhambi zote, na alipotolea dhambi zote akawa yule ambaye anamwamini na anaokoka anapatiwa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu akiwa ndani yako ndiye sasa ile sanduku la agano. Kwa hivyo kwa sahihi sanduku la agano ni Roho wa Mungu akiwa ndani yako. So presence ya Mungu inasimamiwa na Roho wa Mungu akiwa ndani yako. Sema haleluya. Na tukaona ndiye Roho wa Mungu akuwe ndani yako na apelekane pamoja na wewe, kama vile wana wa Israeli sanduku la agano lilikuwa linapelekana pamoja nao. Tukaona kuna ile mambo ambayo lazima uwafikie, ndiye Roho wa Mungu akamilike kukaa ndani yako na kupelekana pamoja naye. Na tukaona jambo la kwanza ni kuwa na moyo safi, ni kuwa na the purity of heart. Sema haleluya. So ikiwa umeokoka na hutakuwa na purity of heart, itakuwa gumu sana Roho wa Mungu kuwa na makao ndani yako. Na ikiwa Roho wa Mungu hatakuwa na makao ndani yako, presence ya Mungu hautakuwa na hiyo presence. Na presence ya Mungu ikiwa haiko ndani yako, kuna majaribio ambayo huwezi kuepuka katika dunia hii. Sababu tunaona ile sanduku la agano ndiyo ilifanya Jericho iweze kuanguka. Ile sanduku la agano ndiyo ilifanya Jordan iweze kukauka. Kwa hivyo kwa maisha hii kuna Jordan ambayo iko mbele yako. Kuna kuta za Jericho ambazo ziko mbele zako. Kwa hivyo ile presence ambayo itafanya kuta za Jericho zibomoke katika maisha yako, ile presence ya Mungu ambayo itafanya mito ya Jordan iweze kukauka, ni Roho wa Mungu akuwe na makao ndani yako. Tuko pamoja? So leo nataka tu continue na ule ujumbe, na leo tutaona kuna nyakati ile sanduku la agano tunaona Moses ndiye aliweza, na hapo unisikize vizuri, Moses ndiye aliweza kuijenga. Sema haleluya. Na Moses alipokufa akaiachia nani? Joshua. Moses alipokufa, Joshua ndiye aliendelea kuongoza wana wa Israeli. Joshua alipokufa akaachia nani? Joshua alipokufa hakuna mfalme, hakuna mtu aliacha. So wana wa Israeli walianza kuongozwa na judges. So nao sanduku la agano likaa limekaa hivyo. So kutoka pale sanduku la agano, sema haleluya. Sema haleluya. Sanduku la agano lilikuja kutumika nyakati ya Samuel. Sema haleluya. Samuel alipozaliwa, sasa ndio nao sanduku la agano lilianza kutumika. Na ndio mnaona sasa tunaona David ameingia sasa in the picture. Daudi sasa ndiye alianza kuitumia sanduku la agano. Sababu tunaona wakati David alibarikiwa, David kupitia vile alibarikiwa, aliomba Mungu amjengee madhabahu. Sema haleluya. Lakini Mungu akamwambia kwa sababu amepigana vita na amemwaga damu nyingi, hata jengea Mungu nyumba. Na badala yeye ajengea Mungu nyumba, mtoto wake ndiye alimjengea nyumba. Hapana, itika nani? Solomon. So David kwa sababu ya kumwaga damu nyingi akiwa ndani ya vita hakuweza kupatiwa ruhusa kujenga nyumba ya Mungu. So Solomon ndiye alikuja kujenga nyumba ya Mungu. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Na tutaona na tukaona na leo nataka tuone. So Daudi wakati alifanikiwa
wakati alifanikiwa kupigana vita zote na akawa ametulia. Biblia kuna mahali inasema Daudi kuna mahali alitulia, akawa sasa apigana vita kwa sababu alikuwa Mungu amempigania. Sasa akawa sasa ni kustarehe. Sema haleluya. Na nyakati hiyo sasa akasema wacha niendee sanduku la agano niilete sasa kwangu, kwa sababu hakuna vita alikuwa anapigana. Tuko pamoja? Na nyakati wakati aliendea hiyo sanduku la agano, je, Biblia inasema aliiba mpaka nguo zake zikafanya nini? Zikararuka. Daudi alimuibia Mungu mpaka nguo zake zikararuka. Naye akawa ako na bibi mmoja wa bibi ya Daudi alikuwa ni mtoto wa Sauli. Wakati mtoto wa Sauli alikuwa kwa dirisha, akaona Daudi vile anaiba. Daudi alipoingia kwa nyumba, amuuliza, kwa nini wewe ulikuwa unajiibisha mbele ya watu? Kwa nini uliiba, ulichezea Mungu mpaka nguo zikaanguka mbele ya watu? Naye Daudi akamwambia, wewe unaniigilia kwa sababu nimeigilia Mungu wangu mpaka nguo zangu zikaanguka. Hujui huyo Mungu wangu ndiye aliniokoa kwa baba yako Sauli. Na mara hiyo ule mtoto wa Sauli hakupata watoto. Mungu alimfunga, hakupata, kwa sababu ya kuigilia Daudi ya kwamba ameibia Mungu mpaka nguo zake zikararuka. Mungu akalaani huyo mtoto wa Sauli. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani? Msichana wa Sauli. Msichana wa Sauli, yani bibi ya David. Msichana wa Sauli ndiye alikuwa bibi ya nani? Bibi ya Daudi. One of his wives. Sema haleluya. Uri alimkemea wakati ameibia Mungu mpaka nguo zikaanguka. Sema haleluya. Hiyo jina hiyo najaribu kukumbuka lakini haikuji kufikira. Sema haleluya. So leo nataka tuone ule ujumbe, nataka tuone huko ndani ya 1 Samuel. Kuna nyakati sanduku la agano, na unisikiza hapa vizuri, kuna nyakati sanduku la agano kwa sababu ya wana wa Israeli kuasi sana. Kuna nyakati walienda kwa vita, ile sanduku la agano likapokonywa na Wafilisti, wakaenda nayo kwao. Kila mtu si anakumbuka hapo. Kuna kazi tulikuwa na Yomesi. Kuna wakati sanduku lilitekwa na likapelekwa kwa nyumba ya Dagon, na ya Dagon ilikuwa ni miungu ya Wafilisti. So wakachukua sanduku wakaiweka kwa nyumba ya miungu yao, na walipoweka kwa hiyo nyumba ya miungu yao, asubuhi walipoamka wakakuta miungu yao imeinamia sanduku la agano, na kichwa imefanya nini? Na kichwa imevunjika. So na tukaona na katika ujumbe tunaona hii sanduku la agano wakati lilikaa ndani ya kwa Filisti liliwasumbua sana, walikufa wengi sana, na wakapatwa na majivu, mpaka ikafika nyakati wakairelease. Na walipoirelease hii sanduku la agano, na ujue nyakati hii sanduku lilikuwa kwa Filisti, wana wa Israeli walikuwa wamekaa bila sanduku, na sanduku nimekwambia limesimamia nini? Kinasimamia presence ya Mungu. So ikawa kile kinaleta presence ya Mungu kimepokonywa na adui. So wakawa ni nyakati wamekaa bila sanduku la agano. So wakati sanduku lilisumbua Filisti, wakaisareda. Sema haleluya. Wakaisareda, na walipoisareda ikarudi kwa wana wa Israeli. Sema haleluya. Na iliporudi kwa wana wa Israeli, hapo ndio nataka tuone ujumbe wetu wakati sanduku lilirejea. Na kitu nataka ikae kwa fikra zako na isifutike, ni ya kwamba sanduku ya Mungu ni kusema the sign of the presence of God. So presence ya Mungu imerejea kwa wana wa Israeli. Kwa sababu ya kuasi, presence ya Mungu ilikuwa imepokonywa na adui, na sasa imerejea. Tuko pamoja? Wakati ilirejea, wacha tuone ilifanya kazi gani. Twende pamoja katika 1 Samuel 6:20. Wa dhahabu kwa idadi ya miji yote ya Wafilisti, miliki zao wale mashehe watano, miji yenye boma na vijiji vya mashamba pia, nalo lile jiwe kubwa ambalo juu yake waliliweka sanduku la Bwana liko hata hivi leo hapo kondeni pa Yoshua wa Beth-Shemeshi, sanduku la Bwana katika Kiriath-Yearim. Nataka tushike hapa. Wakati Wafilisti walikuwa wanarejesha sanduku la agano, makuhani wao waliwaambia hii sanduku haiwezi karudi bure, lazima irudi ikiwa na panya cha dhahabu. Ndio laana iondoke Waisraeli. Waliambiwa kuna ile jinsi
hilo sanduku la agano ya Mungu wa Israeli inastahili kurejea. Wakaambiwa lazima iende na ng'ombe ya kukamua. Ng'ombe ya kukamua lazima iandamane na hii sanduku la agano, na panya. Miji yao ilikuwa 5, watengeneze panya 5 kulingana na miji yao, waweke ndani ya sanduku la agano. Na wakaambiwa akifanya hivyo ndio hii sanduku itakubali kufanya nini? Ndio ni kama vile unaonaga wa kule iko siku na sanduku zingine zinakataa kwenda. Siku zingine zinakataa kwenda. Sema haleluya. Wakaambiwa sanduku la Mungu si nyinyi mlipokonya mkaileta kwa dirudi, kuna ile jinsi lazima irudi. Mtengeneze panya. Ndio laana iweze kuacha. Na wakafanya hivyo. Walipoirejesha ikafika kwa mtu ambaye anaitika Joshua wa Beth-Shemeshi. Tuko pamoja? Sasa imerejea na imekubali kwenda kwa sababu wametimiza masharti. Sasa imefika kwa wana wa Israeli. Na hiyo jiwe hiyo fashion haijanena ikawa ni jiwe la Eden. Hiyo jiwe ilikuwa inaitwa jiwe la Eden. Mahali hiyo sanduku lilikuja likaengelewa ni katika jiwe la Eden, katika nyumba katika shamba ama nyumba ya mtu ambaye anaitwa Beth-Shemeshi. Lakini kuna kitu ambacho wakati hiyo sanduku lirejea, kwa sababu wale watu hawakuwa na utakatifu, hawakuwa na mioyo safi. Wacha uone wakati limekuja limetoka kwa Wafilisti, tutaona ni kazi gani litafanya. Soma tusikie ilifanya kazi gani. Basi Bwana aliwapiga baadhi ya watu wa Beth-Shemeshi kwa sababu wamechungulia ndani ya hilo sanduku la Bwana wapata watu 70 na watu 50,000. Nao watu wakalalamika kwa kuwa Bwana amewapiga watu kwa uwaji. Unaona, wakati sanduku limekuja limechapa limeua watu kwa sababu wamekuja kuichungulia na hawana utakatifu. Kuichungulia ni nini? Ni kama kuja in the presence of God. Walikuja in the presence of God na mioyo yao sio misafi. Walikuja in the presence of God na wamejaa usherati. Wamekuja in the presence of God wamejaa fitina. Wamekuja in the presence of God wamejaa matengano. Tu walipokuja in the presence of God, hata ikawa sanduku limerejea, hawakuja mbele hiyo sanduku wakiwa na utakatifu ndani yao. Walikuja wakiwa na mioyo, wakiwa na mioyo hapa haijatakazika. So hiyo sanduku baada ya kuwabariki ikawaua, wakakufa wengi sana. Kwa sababu wamekuja kwa Mungu mtakatifu na hana utakatifu ndani ya mioyo yao. Tuko pamoja? Haya, sanduku limetoka kwa Wafilisti, limekuja kwa Israeli. Kwa kweli limekuja kwa nyumba ya nani? Joshua wa Beth-Shemeshi. Na wakati limekuja limewaraki na jambo gani? Limewaraki na mauti badala ya furaha. Sema haleluya. Wameuliwa watu wengi. Watu tusikie vile watasema. Nao watu wa Beth-Shemeshi wakasema, ni nani awezaye kusimama mbele za Bwana? Huyu Mungu mtakatifu, naye atapanda kwenda kwa nani kutoka kwetu? Okay, unasikia vile amesema, ni nani awezaye kusimama mbele ya Mungu mtakatifu? So kama wale watu wangekuwa na utakatifu, kama hao watu wangekuwa na mioyo safi, kama wale watu wangekuwa na mienendo mizuri, kama wale watu wangekuwa wamekamilika mbele za Mungu, hilo sanduku likiwabariki. Na ujua walikuwa wamekaa muda mrefu bila sanduku la agano. So wakati Mungu amerejea, so kuna wakati mnaweza omba na Mungu arejee, lakini wakati amerejea, badala ya kubariki kuchape, ukute kazi imeisha. Ulikuwa unaomba kazi iendelee, ukute kazi nayo imefanya nini? Ulikuwa unaombea ndoa yako, ukute hata ndio bibi ametoroka. Sema haleluya. Ulikuwa unaombea familia unyukute hata ndio mnatanyika sana, kwa sababu mliomba na Mungu akakuja. Lakini mahali Mungu anakuja kukaa, umemuita yes, anakuja kukaa wapi? Umemuita yes na amekuja, anakuja kukaa wapi? Na Mungu akaa ndani ya mawe, anakaa ndani ya mioyo. Moyo wako uko namna gani? Unaweza ita Mungu aitike, lakini atakaa wapi? Tulizia kukaibia mwanzo unaweza so kwanza unamtengenezea kiti ya kukaa, na kutengeneza kiti ya kukaa ni kutengeneza nini? Moyo wako, kutengeneza moyo wako. So usiporeform, Mungu anaweza kuja, lakini atakuja na baraka, atakuja kuchape. Waliuliwa wengi sana. Tuko pamoja? Haya, wacha tusikie watafanya nini. Nao wakatuma wajumbe waende kwa wenyeji wa Kiriath-Yearimu kusema, Wafilisti wamerudisha sanduku la Bwana, basi shukeni mkalichukue kwenu. Sikia, na Waisraeli wanaambia Israeli wengine, okay moi la dokorele yote tikana leo. Hata ikiwa ni sanduku la presence ya Mungu, sisi hatukai nayo. Sisi hatuki kukupa, kujeni nyinyi mtukue. Na ni Waisraeli wanaambia Waisraeli wengine, Wafilisti wamerudisha sanduku na limekuja, lakini hatutakaa nayo.
kujeni mchukue hili sanduku. Watu wa Beth-Shemeshi wamekataa, wamesema watu wa Kiriath-Jearimu wamekataa, wamesema hata kana hiyo sanduku. Hebu imagine unakataa presence ya Mungu. Mungu amekuja kukubariki na unatoroka kwa sababu ya vile huko. Sema haleluya. Sema haleluya. Unajua kuna katoto unaweza acha, umemwambia fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Ukija nyumbani jioni kwa sababu hajafanya kitu ulimwambia fanya, atafanya nini? Atafurahia mama yake amekuja, ama akipata kaspesi ya kuchomoka atachomoka. Kama alikuwa ananiambia kuna wakati mtoto wake alienda usiku mzima akimtafuta usiku mzima kwa sababu walikuwa wamemwambia fanya kitu fanya. Sasa kwa sababu wanajua ikifika hapo vile inaidaka, aliona badala mama yake akuje hata mimi nimtorokee. Ibidi alala hiki. Amen. Sema haleluya. Na ikabidi niambie baba mtoto akija wewe usimuonyeshe ubaya. Wewe sasa wewe muonyeshe upendo hata umnunulie biskuti na nini kwa sababu yule anakulala. Na alifanya hivyo. Na huyo mtoto alikuja akabadilika. So mama anaweza kuja kutoka kazini. Na kwa sababu hukufanya kile alikwambia ufanye, sasa utafurahia presence ya mama. Hata ikiwa amekuja na zawadi utafurahia. So Mungu anaweza kuja, unaweza kaa miaka 7 bila Mungu na akuje. Ndio wakati amekuja. Bwana madai. Kama tunashika. Wala watu wakakataa, akasema chukueni Mungu. Chukueni Mungu wenu. Kujeni mchukue sanduku la agano. Wacha tusikie kama wale wameitwa watachukua. Soma. Na hao watu wa Kiriath-Jearimu wakaja wakalichukua sanduku la Bwana, wakalileta ndani ya nyumba ya binadamu huko kilimani. Nao wakamtenga Eliazari mwanawe ili alilinde sanduku la Bwana. Ikawa tangu siku hiyo ambayo sanduku lilikaa Kiriath-Jearimu, wakati ulikuwa mwingi, kwa maana ulikuwa miaka 20, na nyumba yote ya Israeli wakamwombolezea Bwana. Sikia hapa. Samueli awe mwokozi. Hapa ndio deje iko sasa. Kuna wale wamesema sanduku la agano lifanya nini? Liende. Na kuna naye wale wameitwa ichukua, wamekubali kuichukua watu wa Kiriath-Jearimu. Na wakaiweka kwa nyumba, wakaweka kwa madhabahu, na wakachagua mtu mmoja wa mtoto wa kuhani akaaga na ile sanduku la agano. Lakini ile sanduku limekaa 20 years wako na huzuni. 20 years bila baraka. 20 years bila baraka. Hawajaona Mungu. Sanduku la agano liko lifanya waone Mungu kwa biashara zao. Sanduku la agano liko ndio waone Mungu kwa ndani ya ndoa zao. Sanduku la agano liko ndio waone Mungu ndani ya maisha yao. Lakini wamekaa 20 years na huzuni. 20 years na kuomboleza. So Mungu anaweza kuwa kwa maisha yako. Kuokoka uko tiki. Kwa kuhudumu uko tiki. Uko sawa. Lakini how is your heart? The condition of your heart. Unaweza kama umeokoka miaka 20 ya huzuni kwa sababu sanduku la agano liko, lakini ni kukuchapa na kuchapa, ni kukupiga na kupiga kwa sababu conditions zile ambaye zinafanya ile sanduku la agano align na maisha yako haziko. Ndani yako umejaa wivu, umejaa masegenyo, umejaa uasherati. Sema haleluya. Tuko pamoja. Wakakaa miaka ngapi? 20 years ya furaha. 20 years ya furaha. Ya amani. Ya huzuni. Tuendelee. Basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli, akasema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, sikia bila amewaambiwa, basi iondoeni mbali miungu migeni. Muondoe nini? Hayo mashtoreti yatoke kwenu. Endelea. Kamtengenezee Bwana mioyo yenu. Kamtumikie yeye peke yake. Naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. So ndiye watoke kwa ile shida miaka 20 bila kusaidika na presence ya Mungu. Wameambiwa namna gani? Watengeneza mioyo na waondoke masterodhi. Hiyo ni miungu. Sema haleluya. Unajua kuabudu miungu ni nini? Kuabudu Mungu ni kama kuabudu miungu ni kama mtu ameokoka na anajua ile mambo Mungu wake anataka. Kuna kuja mambo zingine unakuta anafanya hiyo mambo na sio ile mambo Mungu wake anataka. Sema haleluya. For example, wizi. Mungu wa Israeli anataka wizi. So ukifanya kama wizi, umeinamia
Mungu wa Israeli unaimania miungu. Ukisikilia mtu wifu umeabudu Mungu ama umeinamia miungu. So kuna watu wameishi kwa ndani ya Mungu lakini wanainamia miungu. Unakuta huyo mtu ile mambo aliacha kabla hajaokoka anaendaga na anaifanya. Kuna mambo aliacha ndiye aamue kuokoka, lakini unakuta anaenda kuaborea. Ile mambo aliacha ndiye aokoke, anaenda anachukua tena kuaborea. Hiyo ndio kuinamia miungu. Ule ubaya mwingi ambao alikuwa nao kama hajaokoka, unakuta hata bila ameokoka anakuwa na ule ubaya. Unajua ukiwa umeokoka kuna change na sasa inaonekana ndani yako. Katika behavior zako kuna mambo inaonekana tofauti na vile ulikuwa kama hujaokoka. Na ikiwa kuna change inaonekana wewe bado umeokoka lakini hujareform, hujatransform. Tuko pamoja? So wakaambiwa warainishe mioyo yao, waondoe ubaya ndani ya mioyo yao na waondokee kuinamia masterodhi. Masterodhi ni kusema ni ile mambo ambayo inafanya Mungu akasirike, ile mambo ambayo inainua hasira za Mungu. Tuko pamoja? So wanaonyeshwa njia gani? Ukiwa wamekaa already 20 years bila baraka, wamekaa na presence ya Mungu 20 years bila kubarikiwa. Sasa wanaonyeshwa na Samuel ile njia itafanya wakae na sanduku la agano na liwabariki. Na ukumbuke hawajauriwa. Wale wa kwanza ni kuuriwa aliuriwa, lakini hawajauriwa. Lakini hata ikiwa hawajauriwa, hawajabarikiwa. Tuko pamoja? Soma. Ndipo wana wa Israeli wakayaondoa Mabaali na Mashtoreti, wakamtumikia Bwana peke yake. Samueli akasema, wakusanyeni Israeli wote Mispa, nami nitawaombea ninyi kwa Bwana. Wakakusanyika huko Mispa, wakateka maji na kumimina mbele za Bwana, wakafunga siku ile, wakasema, huko tumemfanyia Bwana dhambi. Samueli akawaamua wana wa Israeli huko Mispa. Sema haleluya. So Samueli akakuja na ukuhani. Na ukuhani ambao ulikuwa umetoka kwa Mungu. Na akakuja na masharti. Hii haikuwa ni fikra zake. Ni Mungu alimwambia, enda uambie hawa watu walainishe mioyo yao. Enda uambie hawa watu waondokee masterodhi. Enda uambie hawa watu waondokee yale mambo mabaya. Sema haleluya. Na walipotii, hii ni sauti ya Samueli kwa kuhani. Na walipotii, baadaye utakuja kuona vile itakuja kuteleka. So unaweza kuwa umeokoka lakini mateso yamejaa. Unaweza kuwa umeokoka lakini maombi yako kuna mahali yanaendaga. Unaweza kuwa umeokoka lakini hakuna watu furahia wokovu wako ndani ya familia. Unaweza kuwa umeokoka lakini hata wewe mwenyewe kwa utamani wokovu. Hakuna jambo mzuri unaonaga kwa Mungu. Umeokoka, hiyo ni kusema uko na sanduku la agano lakini 20 years of pain kwa sababu ya kutoangalia. Tuko pamoja? Wacha tusikie walifanya nini. Hata Wafilisti waliposikia ya kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa, mashehe wa Wafilisti walipanda juu. Hebu atupatie hapo kwanza. Unaona sasa Waisraeli wamekubali kuungama mioyo yao. Wamekubali kurudia Mungu. Wamekubali kutubu na kurudia Mungu. Wamerealize shida zao. Wamerealize wakati Samueli wamewahubiria, wameona kweli vile wamerefresh maisha yao, akaona kweli tumekuwa na Mungu lakini huyu Mungu hatusaidii kama vile tuko sahihi. Naweza hubiri message uone kweli hiyo picha yako imekuwa namna hiyo. Hivyo ndivyo Samueli alifanya na wakakubali wakaona, sababu hakuna mtu ambaye hatakaji mabadiliko, hakuna mtu ambaye hatakaji baraka, hakuna mtu hatakaji maisha mzuri. Wakaangalia wakaona kweli tumepitia hili hali. Na kwa sababu solution imekuja kupitia kwa ukuhani wa Mungu, tutafanya namna gani? Tutalazimika kufuata ile sauti ambayo imekuja na Samueli. Wakalazimika kufuata ile sauti kwa sababu mienendo yao walikuwa wanahudumia Mungu. Walikuwa wanakaa na Mungu lakini hakuna mazao wameona mazuri. So walikuwa wanahudumia in a wrong way. Walikuwa wanakaa na Mungu in a wrong way. Walikuwa wameokoka lakini wako in the wrong way. Unaweza kuwa umeokoka lakini njia zako haziko kamilifu. Sema haleluya. So soma. Hata Wafilisti waliposikia ya kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa, mashehe wa Wafilisti walipanda juu ili kupigana na Israeli. Nao wana wa Israeli waliposikia wakawaogopa Wafilisti. Wana wa Israeli wakamwambia Samueli, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba atuokoe na mikono ya Wafilisti. Ndipo Samueli akatoa mwana-kondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli, Bwana akamwitikia.
Samueli alipoona ile mambo hawa wanapitia sio mambo ya kawaida. Unajua wameokoka na sanduku na agano liko, lakini hawasaidiki. Akaona hapa kuna dua inahitajika. Akachukua mwana kondoo wa mwaka moja, akamchinja. Sema haleluya. Kama vile tunaona in the Old Testament kulikuwa na siku ambayo inaitika ya atonement. Na siku ya atonement kulikuwa kuna chukuliwa kondoo wa mwaka moja anachinjwa. Kuna wakati nimfundisha hiyo message hapa. Kondoo wa mwaka moja na mmoja alikuwa anachinjwa, damu inamwagika ndiye waondolewe hiyo dhambi ya huo mwaka waondolewe. Na kuna kondoo ambaye hakuwa anachinjwa, alikuwa kuhani anawekelea kichwa, anatubu dhambi zao zote za mwaka moja, alafu hiyo kondoo anaachiliwa, anaenda kuuliwa na wanyama wengine kule katika jangwani. Azazeli alikuwa tulimuona anaitwa kondoo wa Azazeli. Sema haleluya. Naye Samueli hapa tumeona amechukua kondoo wa mwaka moja amemchinja, na hapa ndiye Yesu anaingilia. Sema haleluya. So kuna mambo Yesu asipoingilia ndani ya maisha yako, solution hawezi kaonekana. Na hakuna vile unaweza rudi mbele za Mungu, mbele kwa Yesu bila kutubu. Kwa hivyo hapa ikawa ni nyakati ya restoration, kumrudia Mungu. Na wiki hii sio wiki ya jambo lingine, ni wiki ya kumrudia Mungu, kumshukuru Mungu na kumrudia Mungu. Kwa sababu ni kweli tumekaa miaka mingi, na vile tumetarajia kumuona Mungu atumuoni, vile tunatarajia kuona Mungu kwa biashara zetu, vile tunatarajia kuona Mungu kwa ndoa zetu, vile tunatarajia kuona Mungu katika njia zetu za kifedha, hatumuoni. Tumekaa kama hawa watu wa 20 years of pain. 20 years of pain in the area of our business, in the area of our marriages, in the area of our health, in the area of our education, in the area of our destiny. Tumeishi kuwa na huzuni. So wakaleta solution. Samueli ndiye huyo, amechukua kondoo wa mwaka moja, amemchinja. Na kusikia kondoo ya mwaka mmoja, kondoo wa mwaka mmoja, kwa saa hii kondoo wa mwaka moja ni kusema ni Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna mambo inatulazimu turudi Calvary. Pia mtaka kurejea Calvary. Soma tusikie. Hata Samueli alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli. Walakini Bwana akapiga ngurumo sana juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Hebu shika hapa. Kwa nini hiyo miaka 20 Mungu alikuwa haachili zile ngurumo? Kwa nini Wafilisti walikuwa wanakuja kuteka biashara zao na Mungu hiyo miaka 20 alikuwa anayamaza? Kwa nini Mfilisti alikuwa anakuja kunyoka ndoa zao ama pesa zao, lakini hiyo miaka 20 Mungu alikuwa amekamaza? Sasa hii Mungu ameinuka. Kwa nini sasa hii Mungu ameamuka wakati Samueli amenena wamekubali? Mungu ameinuka na akaangamiza Wafilisti na hiyo miaka 20, na walikuwa na sanduku la agano, hakuwa anawaangamiza. Kwa pamoja. Soma. Na watu wa Israeli wakatoka Mispa, wakawafuatia Wafilisti, wakawapiga hata walipofika chini ya Beth-kari. Nataka uone hapa. So wamepata mpaka power ya kukimbiza adui zao. Mwanzo walikuwa ni kuogopa, ni huzuni na kilio, kwa sababu hajui la kufanya. Lakini sasa kupitia kwa ile dua ambayo Samueli wameweza kutoa, wamepata nguvu mpya ya kukimbiza maadui. Kitambo hakuwa na uwezo wa kukimbiza maadui. So kuna nyakati inazambika katika maisha, uko hata uogopi mchawi, hata kiwabia hata kuona uogopi, kwa sababu unajua kwa uhakika huwezi rukeka. Unajua kwa uhakika hata ukifungwa huwezi kupigika. Unajua kwa uhakika hata ukiangamiza huwezi angamia. Wakawa na hiyo confidence. Lakini haikukuja hivyo, kuna hatua ambaye ilisimama. Number 1, kuna kondoo alichinjwa, na number 2, waliungama dhambi zao na wakakubali kurejesha mioyo yao mbele za Mungu. Wakakubali kuondoa uchafu ndani ya mioyo yao, wakakubali kuondoa uovu ndani ya mioyo yao, na ndio sauti yao na kilio chao ikafikia Mungu katika Yerusalemu. Mungu akaja kwa njia ya mlango wa Samuel, ambao ni mlango wa ukuhani. Mungu akashuka na akaangamiza adui zao zote. Tuko pamoja? Haya, malizia. Ndipo Samueli akatoa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Sheni. Akaliita jina lake Ebenezeri, akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. Mwaka ambao tunaenda kupigia unaitika mwaka wa Ebenezeri. Ambia mwenzako mwaka wa Ebenezeri. Mwaka wa Ebenezeri. Ama mwaka wa Ebenezeri. Ambia mwenzako mwaka wa Ebenezeri. Mwaka wa Ebenezeri. Hii inamaanisha namna gani? Yale haukuweza na nguvu zako, yale haukuweza na neema yako,
yale haukuweza na bidii yako, Mungu anakuja mwenyewe. Wale watu walikuwa wamekaa miaka 20, nguvu yao na maombi yao na fasting yao hakuna vile iliweza. Walikaa miaka ya kuangamia, hata wakiwa wanajaribu na bidii yao yote wakaaweza. Sura ya nyakati ilipofika ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo, sema haleluya, sema haleluya. Kuna nyakati inafikaga damu ya Yesu inene. Biblia katika Hebrania 12 inasema wamefikia mlima wa Sayuni, mahali kuna kusanyiko ya malaika wote na mahali kuna kanisa ya wale wameandikwa mbinguni. Na hapo katika first one inasema na damu inaonena mambo mzuri kuliko damu ya Habili. Mwaka ambao tunaenda kuingia, na mtaona, mtashuhudia, ule ni mwaka ambaye damu ya Yesu itanena. Huo kondoo umesikia, ni Yesu mwenyewe anakuja kunena. Ile masauti ambayo imeishi kunena katika maisha yako, masauti ya laana, masauti ya giza. Sema haleluya. Mungu anakuja kuikomesha. Sio utaikomesha, ni Mungu ataikomesha. Mungu ataikomesha. Yako tu ni kuhakikisha moyo wako uko nini? Kumrejelea Mungu. Na wala hajaokoka wafanya nini? Huu ni mwaka hatari sana ikiwa mwaka hujaokoka. Ni mwaka hatari sana ikiwa hujaokoka. Ule mwaka tunaingia ni mwaka ulio na sema haleluya. Condition ya kuingia ule mwaka ndio ingia mwaka kwa sababu. Ndio maana uko na time. Mungu anakupatia. Wiki hii yote itakuwa ni ya kuprepare moyo wako. Hata kuanzia sasa kuendelea mbele. Ile message ambayo tutakuwa nao ni ya message ya kukusaidia sasa kumalizia mwaka vizuri, na message ya kukusaidia ndiye mlango ukifunguka wa 2020 uingie ukiwa hautaujua ukiwa wewe, utaingia ukiwa juu ya jiwe ambayo inaitwa Ebenezer. Utaingia ule mwaka biashara yako ikuwa juu ya jiwe ambayo inaitwa Ebenezer. Utaingia kwa hiyo mwaka masomo ya watoto wako ikuwa juu ya jiwe inaitwa Ebenezer. Utaingia kwa ule mwaka biashara yako ikuwa juu ya jiwe inaitwa Ebenezer. Na Ebenezer ni kusema sio kwa sababu ya nguvu zako, ni kwa sababu ya nguvu za Mungu umeweza kushinda. Amen. Tuko pamoja? Haya, basi mstari wa mwisho. Hivyo Wafilisti walishindwa wasiingie tena ndani ya mipaka ya Israeli, na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samweli. Endelea. Malizia mpaka mwisho. Nayo miji ile Wafilisti waliokuwa wamewapokonya Waisraeli ilirudishwa tena kwa Israeli tokea Ekroni mpaka Gaza. Nataka nikuguzia hapo. Sema haleluya. Namba 1, mkono wa Mungu ukakaa umekaushia Wafilisti. So wale walikuwa wanatesa Waisraeli, mkono wa Mungu sasa ukawa mwingi juu yao, wakakaushiwa. Sema haleluya. So nyakati inapika ile nguvu adui alikuwa nao na audace jamaa adui alikuwa na kutesa, kuangamiza. Sasa mkono wa Mungu unaenda kushuka juu ya maadui. Kuna mtu atakuwa kijaribu kukuingilia, akiwa na uzoefu wa kwamba atakuingilia bila alikuwa amezoea, anakuja sasa ule mtu mwingine. Sema haleluya. Kwa sababu ile nguvu imekubeba ni nguvu ya Jehova Ebenezer. Na namba 2, ile miji walikuwa wamepokonya. Unajua inamaanisha namna gani? Wanda ikawa ulikuwa uolewe. Ulikuwa kufikia hapo unaweza kuwa umeolewa. Ndio yake mji wako hapo unaitika ndio kabezwa, kapokonywa. Kuna miji inarejeshwa. Kuna biashara zinarejeshwa. Kile ambacho kiliandikwa ni chako. Na hakuna video utameka utakuta kuna kitu utakukia mtu ulimkopesha pesa miaka 5 na akakwambia ulipo na kaju. Uone anakuja mwenyewe kwa sababu ya ule moto umemwakia, anakwambia mimi nimearara nikiota nikaambiwa nisipokurejeshia hii pesa sitakuwa na amani. Hizo vitu kwa utaona. Mtu ambaye alifanya kitu utaona akija kukupigia magoti hivyo. Sema amen. Sema haleluya. Lakini kuna condition ya mambo kuweza kutimia. Condition number 1, moyo wako angalia moyo wako. Tika kumena Mungu. Sema amen. Abilia kuwa makini makohera. Tubu dhambi zako, na ikiwa kuna mtu mwaishi wa kumsamea, msamehe. Usikubali kuingia mwaka kama kuna mtu umebeba ndani. Wacha moyo wako kwa Yesu peke yake. Usio kuna mtu umebeba. Ikiwa unataka Ebenezer afanye kazi, jiwe la Ebenezer limewekewa msingi ndani yako. Tuko pamoja.